Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 14, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Hosea, sura ya 11, aya ya kwanza, aya ya 3 hadi ya 4 na aya ya 8 hadi ya 9. Na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 10, aya ya 7 hadi ya 15. Karibu tusikie somo la injili. Yesu aliwaambia mitume wake, katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba, isalimuni. Na nyumba ile ikistahili amani yenu, na iifikirie; la kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amin, nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, karibu tutafakari pamoja somo la injili tuliyoisikia. Tutaongozwa na kichwa cha tafakari kinachosema maana ya ufuasi na utumishi. Ndugu wapendwa, katika somo la injili ya leo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwatuma mitume wake kwenda kuhubiri injili. Ni katika aya za mwisho za sura ya 9 ametoka kuwahurumia makutano na akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi na watendakazi ni wachache. Hivyo katika aya ya 10 anafanya jambo kwa vitendo, kwa kuwatuma wanafunzi wake 12 waende wakatangaze ukweli wa injili katika miji ya Israeli. Katika muktadha wa kutumwa huko, katika injili hii na sura hii tunaambiwa kwamba waliotumwa ni 12 peke yao, yaani waliotajwa kwa majina 12 katika idadi yao, waliomfuasa kwa karibu na kushiriki pamoja naye utume wake kila kuitwapo leo. Bwana wetu Yesu Kristo kwa sehemu hii ya injili anawaambia mambo ambayo kwa maana yake ni kutanabaisha wazi sifa za mtu anayestahiwa kuwa mwanafunzi na mfuasi na mtumishi halisi wa Mungu. Anapaswa kuwa wa namna gani? Hivyo katika siku ya leo tutaangazia sifa za kuwa mwanafunzi, na Yesu anatuambia nini ili tupate kuwa wanafunzi wa kweli na waaminifu kwake. Jambo la kwanza, wanafunzi wanapokea ujumbe na mamlaka. Ndugu wapendwa, tunasikia kwamba wanafunzi wanapewa ujumbe mkuu. Ujumbe huo ni kuhubiri habari za ufalme wa Mungu, kutangazia mipaka ya Israeli kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, kila nyumba walioingia, kila mtu aliyokutana naye, kumtangazia ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Ndugu wapendwa, sifa kubwa ya mwanafunzi na mfuasi makini ni kufuata na kusema kile ambacho Bwana wake anamwagiza. Kijua kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao msingi wa injili inayohubiriwa sio ule ambao Yesu aliuagiza katika nyakati zake. Nyakati zetu tunashuhudia kwamba kuna sindimba nyingi na sarakasi za kutosha, hasa linapokuja suala la injili. Habari za ujio wa utawala wa Mungu zimekuwa kitu hadimu katika majukwaa ya injili sehemu mbalimbali. Lakini tunasikia kwamba injili imegubikwa na ahadi bandia, uponyaji danganyifu
na mambo yanayofanana na hayo. Neno la Mungu na habari kamili za ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo na ule ujumbe ambao ndicho kiini cha maisha ya Ukristo na habari njema za wokovu vimekuwa kitu hadimu kuvisikia. Ndugu zangu, kama kanisa tunapaswa kurejea kwa makini nini kilichoandikwa na kilichoagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Tufuate kinachopaswa kuhubiriwa, si kingine. Tuhubiri ujio wa utawala wa Mungu. Tutangaze habari njema za wokovu na sio kutangaza yale yanayoyakidhi matumbo yetu, mihemko ya nafsi zetu na fasheni za dunia hii, bali tufuate agizo kamili la Kristo. Jambo la pili, wanafunzi wameelekezwa kutenda miujiza. Ndugu wapendwa, kwa uwezo wa Kristo, wanafunzi wanapewa uwezo wa kuponya walio dhaifu. Ndugu zangu, Injili imefungamanishwa na neno la uponyaji kwa wote walio hawawezi. Sio wote wanaweza kusadiki neno kama linavyotamkwa kwa vinywa vya mashuhuda, lakini wengine huweza kupokea imani kwa ajili ya miujiza walioiona. Ndiposa mama kanisa yuko makini katika suala hili. Kwa wale ambao kwa namna ya pekee wanakabidhiwa sakramenti ya daraja, wanao mwaliko wa pekee kuhakiki kuwa kwa njia ya maneno na matendo na maadhimisho wanakuwa sehemu ya kushiriki na kutenda miujiza hiyo, ambapo bado mama kanisa kwa kufuata maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo anasisitiza jambo hili, hasa nyakati hizi ambapo tumegubikwa na miujiza bandia, maonyesho ya viini macho na mazingaombo ya uponyaji. Sio wakati wa kulala, ni wakati wa kueleza kwa ukamilifu kwamba huduma ya kanisa siyo kavu, bali imebeba uponyaji kwa njia ya sakramenti, visakramenti, sala, dua, taamuli, maneno na matendo ya waamini. Jambo la tatu, tumepewa bure na tutoe bure. Ndugu zangu, kipawa cha Mungu hakiuzwi wala hakiwezi kununuliwa. Thamani yake yapita marijani, uzuri wake washinda johari ya India. Ni kwa kutambua jambo hili, Kristo anawakanya wanafunzi kuto kuuza karama ya Mungu, kwa kuwa wamepokea bure na watoe bure. Ndiyo hayo yalikuwa maisha ya wanafunzi wa mwanzo. Petro mtume kwa ujasiri anamfokea kwa mamlaka Simoni mchawi wa Samaria anayetamani kipawa cha Mungu ndani yao na kutaka kuwarubuni kwa fedha ili wamuuzie. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Rejea Matendo ya Mitume sura ya 8 aya 20. Ndugu wapendwa, tunaaswa kuto kuingia kwenye kitanzi cha kuwa wachuuzi wa kazi za Mungu kwa kuuza yale ambayo tumekasimiwa na Mwenyezi Mungu. Kanisa itakuwa sio chemchemu ya utakatifu tena, bali ni kilinge cha wenye fedha na wakwasi wa dunia hii wanaodhani kwa uwezo wa mapesa yao wanaweza kununua miujiza. Lakini maskini watasukumizwa pembezoni kwa kuwa hawawezi kununua miujiza hiyo. Ndugu wapendwa, mama kanisa anatualika na kutuasa kwa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo tuwe makini, hasa inapokuja katika suala la uhudumu wa kazi za Mungu. Tusigeuze kazi za Mungu, miujiza na uwezo wa Roho Mtakatifu tuliokasimiwa kama Wakristo na wale wahudumu kwa njia ya daraja kama bidhaa, wala uwepo wetu usipatikane kwa njia ya ada. Mathalani, tumesikia sarakasi nyingi katika ulimwengu nyakati hizi kwamba ati kuna sadaka ya kumuona mtume na nabii, ati kuna kiingilio cha kuingilia mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa. Kanisa linaalikwa kuwa makini, na umakini huo umeonyeshwa tangia karne za mwanzo. Ili kuepa ukoma unaweza kusababisha ugonjwa mkubwa wa uuzaji wa karama za Mungu. Ndiposa Papa Gregory wa 7 katika karne ya 11 alionya wazi na kupiga marufuku biashara kanisani. Alisema kuwa jaribio lolote la kuuza sakramenti au baraka au huduma za kiroho ni kuuweka uklero wako hatarini, lakini pia ni kuuweka Ukristo hatarini. Mtaguso mkuu wa Trento uliofanyika mwaka 1545
mpaka mwaka 1563 wanafundisha kwamba kuambatanisha biashara na karama za kiroho za Mungu ni kutaka faida ya uovu, na upendeleo wowote haupaswi kuwapo miongoni mwa watoto walio na hadhi sawa mbele ya mama kanisa. Jambo la 4, kumtegemea Mungu kikamilifu. Bwana wetu Yesu Kristo alitaka wanafunzi wasijibebeze mali shingoni mwao, wasijifunge mali viunoni mwao, wasijibebee masurufu ya njiani. Kwa funzo hilo, anataka wanafunzi wajifunze kumtegemea kwa kila kitu na kwa kila hatua. Anawaepusha na hatari ya kunaswa na mali, hatari ya kukumbwa na upotevu, lakini pia hatari ya kudharau jamii ambayo inawazunguka kwa kuona wana kila kitu. Bwana wetu Yesu Kristo alitaka wamtegemee kikamilifu, vinginevyo wangeingia kwenye dhambi ya kiburi na majivuno. Katika masimulizi ya kale tunasikia masimulizi maridhawa ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi. Yeye aliposikia sehemu hii ya maandiko matakatifu katika sikukuu ya Matia Mtume mwaka 1209, alisema kwa umakini, hilo ndilo jambo ninalolitamani, hili ndilo jambo ninalolitafuta kwa moyo wangu wote, kushikamana na Mungu bila kujitwaza kifuani mwangu mali na anasa za dunia. Ndugu wapendwa, mali kwa yenyewe si mbaya, lakini mali iliyofungamana na moyo kwa kuharibu uhusiano kamili na Mungu, kwa kuharibu uhuru wa mtu na kwa kuitegemea kuliko kumtegemea Mungu, ndilo kosa lenyewe. Kwa funzo hilo, Bwana wetu Yesu Kristo anataka kulifundisha kanisa kwamba watoto wake wamtegemee, kwani yeye anajua ziada zetu, yeye anajua mahitaji yetu, yeye anatuangalia kwa makini, na kwa kumfuasa yeye atatupa kile tunachokihitaji. Anataka kuweka kipaumbele katika utume kuliko kuweka kipaumbele katika kuchunga mali. Anataka kuweka kipaumbele katika kuwahudumia wengine kuliko kuhudumia mali zetu na kuhakikisha kwamba zinaongezeka. Ndipo ambapo Wakristo wanaalikwa kujifungamanisha wenyewe katika ufukara kamilifu na katika udogo na utumishi. Ndugu wapendwa, maisha ya ufuasi ni sadaka ambayo waamini wanaiga kwa damu ya Kristo iliyomwagika msalabani. Katika kipindi hiki ambacho mama kanisa mtakatifu anataka tutafakari juu ya damu azizi kwa mwezi huu, tuombe kwa mastahili ya damu azizi ya Yesu atusaidie daima kuwa waaminifu katika kumfuasa, kwa kuwa wajumbe wa kweli wa damu yake, na kwa ukweli huo tutaweza kuponya, na kwa ukweli huo tutaweza kufariji, na kwa ukweli huo tutaweza kubandukana na anasa na vishawishi vya ulimwengu na kuwa kamili mitume, watakatifu, waaminifu na wamisionari hodari mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za watu. Baba yetu Mtakatifu Gaspari anasema kwamba kama shirika na kanisa vitaacha msisitizo na karama yake ya upendo na huruma kwa watu na kumtazama Kristo kama msisitizo wao, basi hata lipenda tena. Ninakushukuru kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keli D. Mwandiga wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu toka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu, ni damu ya thamani yenye